Kulingana na ripoti za madai ya mfanyakazi wa kesi iliyofunguliwa ambayo ilimalizika kwa malipo ya fidia, Sarah Netanyahu ambaye ni mke wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekana kabisa madai ya kumpiga mfanyakazi wake na nyanya, na amesema ni uongo na ni jaribio la ulaghai. Tukio hilo lilitokea wakati mfanyakazi aliyetajwa kama Esi katika ripoti alipokuwa akifanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu PMO kupitia kampuni ya wafanyakazi. Alifanya kazi kwa takriban miaka miwili na alifungua kesi katika mahakama ya kazi ya Jerusalem miezi kadhaa iliyopita. Wakati wa kuandaa na kutumikia chakula cha asubuhi, Sarah Netanyahu alilalamika kuhusu jinsi saladi ilivyokatwa na hasa kiasi cha vitunguu, nyanya na zaituni. Alikasirika na kutupa vipande vya nyanya na zaituni kwa mfanyakazi huyo mbele ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu mwenyewe. Hii ilichafua nguo za mfanyakazi. Mfanyakazi alidai pia Sarah alimpigia kelele na kumshutumu kuwa hapendi mumewe na anajaribu kuwaudhi. Kulikuwa na matukio mengi ya unyanyasaji wa maeneo na unyanyasaji wa kazi. Baadaye alifukuzwa kazi kwa kutoridhika na utendaji wake. Kesi ilimalizika kwa makubaliano ya siri. Kampuni ya wafanyakazi na serikali zilimpa mfanyakazi huyo maelfu ya shekeli ili aondoe kesi hiyo. Hii inaonyesha kulikuwa na msingi wa madai, ingawa hakuna hukumu rasmi ya mahakama iliyothibitisha madai yote. Ofisi ya waziri mkuu na Sarah Netanyahu wenyewe wanasema madai hayo ni uongo kabisa. Mfanyakazi huyo hakufanya kazi katika makazi ya familia, bali katika sehemu ya upishi wa ofisi, na hakukuwa na uhusiano wowote wa moja kwa moja na Sarah. Wanadai ni njia kuwadhuru kisiasa na kujaribu kupata pesa. Sarah Netanyahu amekabiliwa na madai mengi ya unyanyasaji kwa wafanyakazi nyumbani na ofisini kwa miaka mingi. Mahakama zinadaiwa kuwa wanatoa fidia kwa wafanyakazi wengi katika visa vyao vya zamani, ingawa familia inakanusha na wakati mwingine inashinda kesi za defamation. Hii inaendelea kuwa suala la utata na upinzani ndani yake. Madai yanathibitishwa na ripoti za vyombo vya habari vya Israel na yalimalizika kwa malipo ya fidia. Hivyo inaonekana kuwa na ukweli fulani, lakini hakuna hukumu rasmi inayomlaumu Sarah moja kwa moja katika kesi hii maalum. Kwa upande wake unakanusha vikali. Hali inaendelea kuwa ya kisiasa na yenye utata. Tuambie una maoni gani kuhusu taarifa hii? Tuandikie hapo kwenye uwanja wa comment section. Pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka.